Adam alipopoteza urithi wake, alifukuzwa kutoka kwenye bustani ya Edeni. Mnajua maana ya kufukuzwa kutoka kwenye bustani ya Edeni? Maana yake ni kwamba unatolewa kwenye mlango wa baraka. Adam alipokuwa kwenye bustani ya Edeni alikuwa salama zaidi kuliko alipokuwa nje ya bustani ya Edeni. Kwenye bustani ya Edeni Adam alikuwa na urithi. Nje ya bustani ya Edeni Adam anaanza kuhangaika. Kwenye bustani ya Edeni Adam alikuwa anapata kila anachotaka. Nje ya bustani ya Edeni Adam anahangaika kupata anachokitaka. Kwenye bustani ya Edeni Adam alikuwa na maisha mazuri. Nje ya bustani ya Edeni Adam maisha yake ni magumu. Angalia wazaliwa wa kwanza ambao wanaishi nje ya bustani ya Edeni. Maisha yao yalivyo magumu. Kuolewa kwao ni kugumu, kupata kwao ajira ni kugumu, kufanikiwa kwao ni kugumu. Kwa nini? Wako nje ya bustani ya Edeni. Kwa hiyo uwe una uhakika kama uzao wako uko nje ya bustani ya Edeni, maisha ya huo uzao utakuwa ni uzao wa kuhangaika. Utakuwa ni uzao wa kupapasa unatokaje kimaisha. Kwa nini? Wako nje ya security za kiroho, wako nje ya baraka za kimungu. Angalia, baada ya Adam kutenda dhambi, Mungu swali alilomuuliza Adam, alimuuliza Adam, uko wapi? Unajua kwa nini anamuuliza uko wapi? Sio kwamba Mungu alikuwa hajui Adamu alipo. Anapomuuliza uko wapi, maana yake Mungu akitazama anamuona Adamu kwenye ile nafasi aliyokuwa amemweka hayupo. Ina maana yuko nje ya ile nafasi aliyowekwa. Ndio maana anamuuliza Adamu, uko wapi? Wazaliwa wako wa kwanza wako wapi? Mafanikio yao yako wapi? Ndoa zao ziko wapi? Elimu zao ziko wapi? Biashara zao ziko wapi? Mungu anakuuliza leo, wazaliwa wako wa kwanza, wazaliwa wa ukoo wenu wako wapi? Mafanikio yao yako wapi? Elimu zao ziko wapi? Afya zao ziko wapi? Maana yake hawako kwenye ile nafasi waliokuwa wamewekwa.